Watazamaji wa Mawengi TV, jana tumeweza kushuhudia jina la Mwigulu Lameck Nchemba likiweza kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuwania katika nafasi ya waziri mkuu kwa serikali ya awamu ya 7. Ni kitu ambacho kilistaajabisha wengi, kwani yalikuwa makisio ya watu mbalimbali yakitajwa kuwa huenda kwenda kushika ile nyadhifa ya waziri mkuu, lakini ikaja ndivyo sivyo. Tuko hapa na Edgar kwa ajili ya kuweza kuzungumza Mwigulu Lameck Nchemba ni nani na ni wizara zipi ambazo ameweza kuhudumu na sifa yake kuu hasa ni ipi, ambapo Watanzania walikuwa wakimfahamu kama Mwigulu Lameck Nchemba. Edgar, baza saizi nzuri, habari yako? Njema kabisa, mambo yanakwenda vizuri. Mambo ni fresh kabisa, Mungu ni mwema. Leo tumeshuhudia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akimwapisha rasmi waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Hili kwako, Mwigulu Nchemba namchukua ni mtu wa namna gani? Amezungumza na watu kwa engo tofauti tofauti. Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, miongoni mwa vinywa vya wengi, anazungumza sana. Na anazungumzwa kwa mambo mengi, lakini uwepo wake kwenye serikali ya awamu ya 6, uteuzi wake ndio kama umewashtua watu wengi sana. Si kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa. Na hili linarejea tena hali kama hii kama ilivyokuwa kwa aliyekuwa waziri mkuu Mizengo Pinda. Kwenye uteuzi wake si jina ambalo lilikuwa linaimbwa sana na si mtu aliyekuwa kitarajiwa sana. Lakini jina la Lameck Nchemba linatoka na rasmi siku ya leo ameapishwa kushika nafasi hiyo. Anazungumza zaidi na watu kwenye uchapaji kazi. Amefanya kazi kwenye awamu ya Rais Magufuli kama waziri wa mambo ya ndani, kahudumu kwa kiwango kikubwa. Alikuwa ndio kama anaanza kuchipikia. Bado ni kijana, tunaamini kabisa atafanya vizuri zaidi ya vile ambavyo alifanya. Lakini nadhani kwenye nafasi ya awamu ya 6 alipopewa nafasi ya waziri wa fedha, ndio eneo ambako amepata umaarufu mkubwa zaidi na amefanya vizuri zaidi kutokana na mipango mingi ambayo ilikuwa imeachwa na watangulizi kabla ya awamu hii. Namzungumzia Rais Daktari John Pombe Magufuli. Yeye amesimama kwenye wizara ya fedha, mipango mingi imeenda kwenye vile ambavyo ilitakikana, lakini ameonekana kwenye majukwaa mengi, mipango, maandalizi ya dira. Watu wengi wanakuwa na matumaini naye, lakini ni kama watu wanahisia mseto kuhusiana na uteuzi wake kwa sababu hawakuwa wanatarajia kwenye huo uteuzi wake. Amekuwa na uzoefu na niwakumbushe tu watazamaji wako ni kwamba ni kama alikuwa amejiandaa pia kwenye kushika nafasi kubwa. Kama unakumbuka vizuri kwenye mchakato wa nafasi za kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kwenye kugombea urais, amewahi kushiriki kwa namna moja nyingine. Kwa ile ni wazi tosha yeye binafsi alikuwa amejiandaa kwenye lile. Kwa sasa hivi taifa la Tanzania analijua, na ukisikiza vizuri kwenye hotuba yake ya shukrani anazungumza namna ambavyo anawafahamu wa Tanzania. Anafahamu viwango vya umaskini wa chini, lakini nini hasa wa Tanzania wanataka. Anawataja kundi la vijana ambao kwa sasa hivi ndio ambao wana sauti kubwa zaidi, wanataka zaidi kusikilizwa, wanataka wazungumzwe nini watafanyiwa. Na yeye amekuja na kitu kama hicho, amezungumza kitu kama hicho. Ni kitu kizuri kwake na matumaini ya walio wengi kwa uzoefu ambao ameupata atakwenda na hiyo kasi. Na nimesikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais baada ya kumwapisha anamkumbusha, kwa sababu yeye ni kijana, afanye kazi kwa ajili ya taifa la Tanzania, asifanye kazi kwa ajili ya marafiki. Tunafahamu vijana unapopata nafasi marafiki ndipo ambapo kunakuwa na utata, marafiki ndipo ambapo wanakuwa wamekusogelea zaidi. Kwa akakumbushwa kwa sababu ni kijana na yeye ndo atakwenda kubeba picha, hasa vijana wakipewa nafasi kama zile kubwa unaweza kuzifanyia kazi kwa namna gani, kwa maono ambayo yuko nayo na maelekezo ya maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tutarajie vitu vikubwa vinaweza kutokea kwa sababu amekuwa na uzoefu. Anafanya kazi na watu ambao ni mahiri pia. Naamini kila kitu kitakwenda vizuri. Dhamana na jukumu alilonalo alijiandaa kulibeba. Kama aliwahi kuomba nafasi ya kugombea uwakilishi wa chama chake kwenye nafasi ya urais, naamini hata kwenye nafasi ya waziri mkuu pia ni kitu ambacho anaweza kukifanya. Mimi kwangu nina imani kubwa kwake na utekelezaji, mbio ambazo atakuwa nazo. Amefanya vizuri sana kwenye wizara ya fedha. Amefanya vizuri sana na matumaini pia, lakini pia amekuwa akifanya kazi na mawaziri wengine wapo kwenye wizara tofauti tofauti kwa ukaribu zaidi. Anawajua vizuri. Tutasubiri kuona baraza jipya litakuwaje, watu ambao watafanya nao kazi. Na miongoni mwa majukumu ambayo Mheshimiwa Rais amemkabidhi, amemwambia itakuwa ndio kama kiranja mkuu kwenye baraza la mawaziri. Atapaswa kukimbizana na kila mmoja kuhakikisha maono ya serikali ya awamu ya 6 yanakwenda kutekelezeka na yanatekelezwa kwa vile ambavyo imepangwa na kwenye mipango ya serikali. Jukumu hilo amekabidhiwa moja kwa moja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa haitakaa subiri kwenye baraza la mawaziri, bali ni kuhakikisha kila utendaji kazi wa kila waziri mmoja, wakuu wa mikoa, watu wote wenye dhamana ya serikali. Lakini pia moja ya kitu ambacho amewavutia wengi ni namna ambavyo amezungumza atadili na sekta za umma.
Pale katikati kidogo utendaji kazi wa watumishi wa umma ulikuwa kama unalegarega hivi. Wananchi wa kawaida wanatamani sana kwenda kwenye ofisi za umma, wahudumiwe vizuri, wasikilizwe. Wafarijiwe nyakati ngumu ambazo wanakuwa nazo, wanaenda kuomba msaada au kutimiziwa wajibu na majukumu ambayo wanapaswa watumishi wa umma ambao wako kwenye ofisi za umma. Yeye amesema atadili nao. Amekuja ametuletea tena misemo mipya hapa. Tutasubiri kuona umefikiwa itawafika kwa namna gani. Kwa anaamsha ari ya utendaji kazi kwenye serikali, na pengine ndiko ambako kuna matumaini ya Watanzania wengi. Wananchi wa kawaida wanataka wahudumie kuanzia serikali ya mtaa, wanataka wasikilizwe, wahudumiwe, wapatiwe majibu ya maswali ambao wako nayo. Kwa hiyo bado matumaini yatakuwa makubwa. Tutasubiri na kuona, kwa sababu naamini tabibu mzuri ni muda. Nini kitakwenda kutokea litakuwa ni jambo la kusubiri na kuona. Matumaini ya wale ambao hawakumtarajia wako upande ambao bado wanashaka nani mpaka wamuone anaingia field. Nini ambacho atakwenda kufanya? Hiyo itakuwa ni jawabu la kile ambacho kinawatatiza watu wengi, na wapo ambao wanasema wanampa imani, wanamkopesha. Watasubiri. Imani hiyo atawalipa. Kwangu sina shaka, amekuwa kwenye serikali hapa katikati. Ni mtu ambaye anatokeza, anaweza kufanya kazi, anaweza kukimbizana na nyakati ambazo tuko nazo. Tutasubiri na kuona. Muda ni tabibu mzuri ama la. Sasa na umezungumzia swala hilo. Tukimwangalia Mwigulu Lameck Nchemba, miongoni mwa wizara alizopita ni wizara nyeti ambazo zimegusa maisha ya watu moja kwa moja. Wizara ya fedha alikopita kule. Ukiangalia wizara ya mambo ya ndani kwa amepita kwenye masuala ya uchumi, kadhalika kwenye taaluma yake. Ukiangalia moja ya kitu ambacho kwa kinastua wengi kwamba ni kuhusiana na mifumuko ya bei, kwamba na yeye amekuwa akishiriki mle. Watu wanajiuliza, je, atarudi kuwa suluhisho sasa la kutibu kile ya mifumuko ya bei, ama ndo hali itazidi kuwa kubwa zaidi? Of course kila mmoja ana ndoto yake, na kwa Mwigulu mwenyewe yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, msomi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mfumuko wa bei unaweza kutokea sehemu yoyote pale. Yeye kuwa waziri mkuu na uzoefu wake wa sekta ya fedha, wana wataalamu wa fedha watajaribu kuangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi inaelekezaje, uchumi wa kidunia ukoje, hasa mauzo yetu ya nje yakoje, namna gani ya kuweza kudhibiti mfumuko wa bei. Maana sehemu moja wapo ambako wananchi wao wanaumia sana inapojitokeza mfumuko wa bei. Hata kipato ambacho anakipata mwananchi wa kawaida huwa hakiwezi kujitosheleza kwenye mfumuko wa bei. Kwa siku zote kama ataweza kudhibiti mfumuko wa bei, na hasa kwenye nyakati ambazo za biashara huria, kudhibiti wale ambao wanachezesha zile bei, kwa sababu wapo watu ambao si waaminifu, wamekuwa wakitengeneza demand ya mahitaji ya msingi kabisa wananchi, yanakuwa yanadimika ili kuongeza ile bei. Sasa kama ataweza kudhibiti hili, nadhani itakuwa ni moja ya turufu yake muhimu zaidi kuleta ahueni kwenye maisha ya kawaida ya wananchi. Wananchi wanataka kuona wanaweza kumudu mahitaji ya msingi, na hapo ndipo ambapo unaweza kusema kwamba uchumi angalau unaanza kuwa strong. Tutasubiri na kuona kwenye swala la kiuchumi itakuwaje. Naamini na mawaziri ambao watateuliwa siku mbili hizi watakapokuwa wameteuliwa, kwa namna gani wataenda kumsaidia kutimiza maono. Peke yake hataweza. Yeye atakuwa ni njia na wengine watapita kupitia kwake na dhamana ambayo amepewa, lakini yeye ni lazima akatekeleze maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amemheshimisha na amekiri wazi kabisa. Miongoni mwa orodha ya watu walikuwa nao, anasema walikuwa wengi ambao wangepa nafasi ya waziri mkuu, lakini anasema yeye aliwazidi wenzake. Amefanya naye kazi kwa mafanikio makubwa, na amezungumza Mheshimiwa Rais, wamefanya kazi kwa pamoja na wametafuta fedha, anafahamu njia za kupita. Kwa anatarajia kabisa na waziri wa fedha ambaye atakuwa ameteuliwa, pengine watafanya kazi kwa pamoja, na hili tunalisubiri na kuliona kama wananchi wa kawaida. Tutasubiri na kuona nini kitakwenda kutokea. Sasa kuna kitu kingine watu walikuwa wanajiuliza, labda huenda pengine ule uteuzi wake wa mwaka 2018 kwa waziri wa mambo ya ndani akahudumu kwa kipindi cha miezi kadhaa, na baadaye kutenguliwa 2020 rais yule aliyemteua na kumtengua akamrudisha tena akampa zamana nyingine. Ni labda pengine ushawishi alionyesha ushawishi upi nini kama wataalamu wa masuala ya kisiasa mpaka kwa rais aliyekuwa madarakani kumwamini na kumrudisha tena katika kitengo cha nafasi ile, nafasi ya juu zaidi? Kwenye maisha ya kisiasa kupewa nafasi na kuondolewa kwenye nafasi ni kitu cha kawaida. January Makamba amewahi kuzungumza kwamba uongozi ni kama koti la kuazima. Na wakati mwingine namna ambavyo unatolewa kwenye nafasi, kama utakuwa si mwanasiasa mbobezi na ambaye umekomaa, uende kakupa shida kidogo. Na hata kwa wananchi wa kawaida akiona mtu ametolewa kwenye nafasi fulani afa akarudi tena, watu wamekuwa kilalama. Lakini huwezi kujua wakati mwingine anayemtengua, anayemtoa kwenye ile nafasi atataka kumtumia wapi, au kwa wakati husika, kwa sababu ndiye mteule anaona mambo yaendi, huyu kwenye field hii hatafanya vizuri zaidi, anaweza kukutoa. Kwa hata yeye alivyohamishwa kipindi kile wizara ya mambo ya ndani, watu walianza kuona imekuwaje. Aliporudishwa kwenye wizara nyeti kama ile ya fedha, watu wakashtuka kama alishindwa kumudu kwenye wizara.
Na wakati mwingine mabadiliko sio kwa sababu ya mtu hana uwezo kwenye eneo fulani, ila ni reshuffle ambayo inafanyika kwenye uteuzi. Na ni kitu cha kawaida duniani kote, mtu kutolewa kwenye nafasi fulani na kupewa nafasi nyingine. Ni kitu ambacho kinaweza kutokea. Ni pengine kwa wananchi ambao hawafahamu hasa viongozi ambao wana mamlaka za uteuzi zinafanya nini. Lakini mara zote ni kwa ajili ya kuangalia reshuffle, au huyu mtu nitakuja kumtumia kwenye nyakati nyingine. Ni kama wanakuwepo wanaweka kwa ajili ya akiba. Lakini angalia jinsi ambavyo alifanya kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani, si wizara ambayo alifanikiwa sana. Hakufanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini alipofanya kwenye Wizara ya Fedha ni eneo ambalo kwa sababu kulikuwa na miradi mingi ambayo ilikuwa inahitaji fedha, ameonekana maeneo mengi zaidi akifuatilia, amefanya vizuri zaidi kwenye Wizara hii ya Fedha. Na hata anatoka kwenye nafasi hiyo anakuja kupata nafasi ya waziri mkuu, watu wataanza kuangalia, watamcount kutoka kule alikotoka. Itabidi tumshindanishe Mwigulu wa Wizara ya Fedha na Mwigulu ambaye ni overall baraza zima la mawaziri, lakini shughuli za kila siku za serikali, kwa sababu yeye ndio atakuwa msimamizi mkuu.